hai wanakusanyika pamoja. Hii ni barua ya leo Jumamosi, tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka wa 2025, kutoka kwa nabii wa Mungu ndugu Joseph Branham wa maskani ya Branham huko Jeffersonville, Indiana, Marekani, kwa bibi harusi wa Yesu Kristo kote ulimwenguni. Wapendwa, minara ya ukumbusho iliyo hai. Sauti tunayoisikia kwenye kanda ndiyo Urimu na Thumimu ya Mungu kwa bibi harusi wake. Hiyo sasa imemuunganisha sawasawa pamoja bibi harusi wake katika moyo mmoja na nia moja, kuwa kanisa halisi lililojazwa na Roho, lililojaa nguvu za Mungu, linaloketi pamoja katika mahali pa kimbinguni, likitoa dhabihu za kiroho, sifa za Mungu, huku Roho Mtakatifu akitembea kati yetu. Kristo alitutumia sisi Roho wake Mtakatifu anene kupitia malaika wake wa 7 ili atujenge sisi kama watu binafsi tufikie kiwango cha Yesu Kristo, kusudi tupate kuwa kituo cha nguvu na makao ya Roho Mtakatifu kwa neno lake. Sisi ni warithi wa kila kitu. Ni mali yetu binafsi. Hiyo ni mali yetu sisi. Ni zawadi ya Mungu kwetu, na hakuna mtu anayeweza kuichukua kutoka kwetu. Ni yetu. Lolote mtakalo muomba Baba katika jina langu, hilo nitalifanya. Nani awezaye kukana lolote hapo? Amini, amini nakuambia, ukiwaambia mlima huu ng'oka, wala usitie shaka moyoni mwako, bali waamini kwamba hayo uliosema yatatukia, lolote ulilosema litakuwa lako. Ni ahadi zilizoje! Haziishi tu kwenye uponyaji, lakini kwa lolote. Utukufu kwa Mungu! Lolote tuombalo. Tangu mwanzo wa wakati, viumbe vyote vya Mungu vimekuwa vikiugua na kuingojea siku ambayo wana wakamilifu wa Mungu watakapodhihirishwa. Siku hiyo imefika. Hii ndiyo siku hiyo. Huu ndiyo wa wakati. Sisi ndiyo hao wana na binti za Mungu waliodhihirishwa. Sisi ni chombo kilicho hai cha Mungu anachotembelea, anachoona nacho, anachotumia kuzungumza, anachofanyia kazi. Ni Mungu akitembea kwa miguu miwili ndani yetu. Sisi tu nyaraka zake zilizoandikwa, zinazosomwa na watu wote, wana na binti zake wenye mamlaka, waliochaguliwa tangu zamani, anaowafanya kuwa mtu aliye hai, sanamu hai, kimo cha mtu mkamilifu. Tunaanguka kifudifudi mbele ya Mungu aliye hai. Nguvu zilizo hai, maarifa hai, saburi hai, utauwa hai, nguvu hai zitokazo kwa Mungu aliye hai, zinamfanya mtu aliye hai kuwa sanamu hai katika kimo cha Mungu. Ni Kristo katika utu wa Roho Mtakatifu juu yetu, pamoja na ubatizo wa kweli wa Roho wake Mtakatifu, na wema wake wote ukiwa umetiwa muhuri ndani yetu. Mungu akiishi ndani yetu katika maskani itwayo jengo, maskani iliyo hai, ya mahali pa kukaa Mungu aliye hai, kanisa kamilifu kwa ajili ya jiwe kamilifu la kifuniko la kutufunika. Mungu alimtuma nabii kumwita bibi harusi wake atoke na kumwongoza. Ilikuwa ni Adamu wake wa kwanza aliyerejeshwa kikamilifu, kimo cha mtu mkamilifu katika siku yetu, kulifunua neno lake kwa bibi harusi wake. Siwezi kuondoshwa kwenye hilo. Hakuna kinachoweza kuniondosha. Sijali mtu yeyote atasema nini.
hali nisogezi hata kidogo. Nitashikilia papo hapo. Nitangoja. Haileti tofauti yoyote. Inashikilia pale pale. Kisha siku moja nitapiga kelele pamoja na watakatifu wengine wote kwa moyo mmoja. Tunapumzika kwa uhakika juu ya kila neno. Ninaahidi asubuhi ya leo kwake kwa moyo wangu wote ya kwamba kwa msaada wake na kwa neema yake ninaomba ya kwamba nitaomba kila siku bila kukoma mpaka nitakaposikia kila moja ya mahitaji haya yakitiririka katika maskini mwili wangu huu, mpaka niweze kuwa dhihirisho la Kristo aliye hai. Kwangu mimi, kuisikiliza sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda ndiyo mpango wa Mungu kwa ajili ya siku hii. Ndilo neno lililo hai la Yesu Kristo. Ndiyo yakini yangu kulingana na neno la Mungu. Ndiyo njia ya Mungu iliyoandaliwa kwa ajili ya siku hii. Hivyo, ningependa kuwaalika kuungana nami Jumapili saa 6 mchana saa za Jeffersonville, ni saa 1 jioni ya Afrika Mashariki, ninapomsikiliza William Marion Branham, ambaye ninaamini kuwa ndiye sauti ya Mungu kwa ajili ya siku yetu, akimfundisha bibi harusi wa Kristo jinsi ya kuwa kimo cha mtu mkamilifu. 62-1014M. Ndugu Joseph Branham. Maandiko ya kusoma kabla ya ujumbe: Mathayo sura ya 5 mstari wa 48. Luka mtakatifu sura ya 6 mstari wa 19. Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1. Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 3. Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Yohana mtakatifu sura ya 5 mstari wa 14. Yohana mtakatifu sura ya 14 mstari wa 12. Matendo sura ya 2 mstari wa 38. Matendo sura ya 7 mstari wa 44 hadi wa 49. Matendo sura ya 10 yote. Matendo sura ya 19 mstari wa 11. Matendo sura ya 28 mstari wa 19. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Wakolosai sura ya 3 yote. Waebrania sura ya 10 mstari wa 5. Waebrania sura ya 11 mstari wa 1. Waebrania sura ya 11 mstari wa 32 hadi wa 40. Yakobo sura ya 5 mstari wa 14. Waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 7. Isaya sura ya 28 mstari wa 19.